Wabarakatuhu, ndugu waandishi, ndugu Waislamu na Watanzania kwa ujumla, tukiwa ndani ya uwanja wa Uhuru leo hii tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka huu 2023. Hivi punde tumemaliza kwa idhini ya Rahman mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu barani Afrika, yakiwa ni mashindano ya 23 yaliyoshirikisha nchi 23 kutoka Afrika na mabara matatu mengine nje ya Afrika. Na hatimaye tumesikia mshindi wa kwanza, bingwa wa leo aliyechukua milioni 15 na laki 9,390 ni kijana mwamba kutoka nchini Misri. Hakika jambo leo limefana mno. Kama mwenyekiti wa mashindano haya niseme ya kuwa tulipoambiwa uwanja wa Mkapa una ukarabati ambao unategemewa kufanyiwa kuanzia April mosi, na tukaombwa na watu wa wizara kwa mwaka huu tutumie uwanja huu wa Uhuru, kwa kweli nilikuwa nina wasiwasi. Na watu wa Temeke tunasema wasiwasi ndio akili. Na alhamdulillah Waislamu na Watanzania wamekuja kwa wingi, ingawa kulikuwa na changamoto ya mvua, nayo kidogo ikaanza kulitia wasiwasi, kwa sababu sisi watu wa Dar es Salaam, jiji la gharama, haliishi kwa hamahama, watu wake hawaishi lawama, hulisharti kwa kulalama, ukishindwa Dar es Salaam utahama, na kama huamini muulize mama. Na ndio maana serikali ilivyoona Dar es Salaam pana dalili za kiyama, ikanyuti, ikaskuti, ikakimbilia Dodoma. Takbir, Allahu Akbar. Nilipoona mvua, sisi watu wa Dar es Salaam tunajuana, hatuogopi bodaboda wala baiskeli wala magari, hata risasi tukisikia mlio tunakimbilia wapi hiyo. Lakini mvua inaweza kusambaratisha watu wa Dar es Salaam. Nilikuwa nikisoma sana kimoyo na kwa sauti, Rabbi simamisha hii mvua, Rabbi usituangushe, kitabu ni cha kwako, sisi ni watumishi wa kitabu chako. Kidogo tukapata mtikisiko, alhamdulillah, hatimaye mvua ikasimama na watu wakazidi kujaa. Na kwa mara ya kwanza nyinyi wewe mmeona uwanja umefurika, mpaka pichi hii Waislamu na Watanzania wametumia, mpaka majukwaa ya uwanja wa Mkapa vimeweza kutumika. Alhamdulillah, kwangu mimi kama mwenyekiti nasema mwisho wa mashindano haya ndiyo maandalizi bora ya mashindano yajayo, na nimeshaanza kuumiza kichwa kwa kuwa mwaka huu tumefanikiwa kwa 100%, mwakani itakuwaje. Lakini naamini mwenye kitabu chake yupo hai daiman wa abadan na atatusimamia. Nawashukuru sana waandishi wa habari, na washukuru Waislamu na Watanzania. Hakika mmevunja rekodi, mnaonyesha Waislamu wa Tanzania, mmeonyesha kwamba nyinyi mna dini na mnapenda dini na mnaipenda Qur'ani na mna imani. Na ndio maana mashindano haya kila mwaka hamwachi kutunga mkono. Endeleeni kutunga mkono, na ninasema Allah ana watu na watu wake ni. Namuuliza mzee Mpili, huyu ni mzee wa kulialia, mzee wa Yanga, uongo kweli. Lakini tulipomwita tukamwambia una watu, hakuelewa. Akasema nao bwana, sisi ndo wananchi. Nikasema mzee Mpili, nakusudia mwenye watu ni Allah, wewe una watu. Akasema kama ndio hivyo nishaelewa, mimi na wananchi tu, mimi sina watu.